Kijiji hiki kimekuwa na changamoto ya barabara hususan kipindi cha masika kutokana na kukosa daraja imara katika barabara Ngeke Mapinduzi na kusababisha wananchi na wanafunzi kushindwa kupata huduma za kiuchumi na kijamii. Daraja la Mapinduzi lililopo kata ya Mababu, halmashauri ya wilaya ya Kyela, uliibuliwa na wananchi kutokana na adha kubwa walizokuwa wanazipata katika barabara hii pindi waendapo kupata huduma za kiuchumi na kijamii. Ndugu viongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, ujenzi wa daraja ulipangwa kutekelezwa kwa bajeti ya shilingi milioni 80,636 na shilingi 600 kutoka kwenye fedha ya tozo ya mafuta yaani fuel levy kwa bajeti ya mwaka wa fedha 23/24. Pia fedha zilizopokelewa na kutumika kwenye ujenzi wa daraja hili ni milioni 80 na shilingi 49 na shilingi 65 sawa na asilimia 99.27. Hivyo utekelezaji wa mradi huu umefikia asilimia 100 na hivi sasa daraja la Mapinduzi linatumika. Kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, mradi huu umepunguza kero na adha kubwa kwa wananchi wa kata ya Mababu na maeneo ya jirani, hasa kipindi cha masika ambapo iliwawia vigumu kuvuka mto huu kwenda kupata huduma za kiuchumi na kijamii. Daraja hili limehudumia zaidi ya wananchi 12,933. Mimi maombi yangu kwa wananchi ni mambo mawili. Leo Mwenge wa Uhuru umeshakuja kuweka matumaini mahali ambapo palikuwa hapana matumaini. Mwenge wa Uhuru umeshakuja kuweka upendo mahali ambapo wengine walikuwa wanachukia. Leo Mwenge wa Uhuru umeshakuja kuweka heshima mahali ambapo baadhi ya wengine walikuwa wanadharau kwamba serikali kwamba labda haitoweza kutekeleza hilo. Lakini leo hii kwa mapenzi ya Daktari Samia na serikali anayoisimamia, kwa kweli tumejenga daraja na ni daraja lenye ubora na viwango vya hali ya juu. Naomba jipigieni makofi mengi sana. Niwaombe sana tuhakikishe tunayatunza madaraja yetu, tunayathamini na kuyahifadhi kweli kweli. Wapo baadhi ya wachache wanakuwa hawaperidhishwi na maendeleo ya aina kama hii. Wapo tayari kwenda kuyavunja madaraja haya, wapo tayari kutoa miundombinu ambayo ilitumika kutengenezewa. Kwa kweli tukawe wote kitu kimoja na tuwe na mashirikiano ya maendeleo ambayo yanakuja. Maendeleo haya yanakuja kwa sababu yetu sisi wananchi. Ingelikuwa wananchi wa Mababu hawahitaji daraja hapa, kwa kweli serikali isingeweza kufanya hivyo. Imefanya kwa sababu ya shida iliyokuwa mkiipata katika eneo hili. Wengi mlikuwa mnashindwa kupita wakati wa mvua na njia inakuwa ni shida kweli kweli. Hata unapotaka kumpeleka mgonjwa kwenda kuchukua bidhaa za kibiashara ama za kutumia nyumbani, kwa kweli inakuwa ni ngumu kupita katika eneo hili. Ni jukumu la kila mwananchi kuhakikisha miradi ya serikali inaendelea kusimamiwa na kuthaminiwa na kutunzwa kama ambavyo serikali imetaraji. Mimi ombi langu pia kwa wenzetu wa TARURA, na kwenye hili naamini litakuwa liko ndani ya uwezo wao, kwamba eneo hili la daraja tayari limeshakamilika vizuri mno. Sasa wananchi hawa kuna wengine watakuwa wanapita muda wa usiku. Ningeliwaomba wenzangu wa TARURA wahakikishe kwamba eneo hili tunafunga hata taa moja kwenye nguzo moja mbili, ili maana yake mwananchi akipita hata usiku ajue kwamba hapa kuna daraja. Lakini hata wale wahalifu kwa kweli itakuwa ni ngumu kuja kuharibu katika eneo hili. Lilikuwepo daraja lilikuwepo daraja la Mabanzi. Kwa kweli wanafunzi walikuwa wanapata shida, mto ukinyesha ukijaa lazima wanafunzi tuje tuwavushe kwa kuwabeba, tunawapakia hapa tunawavusha. Lakini sasa hivi tunashukuru sana hili daraja limekuja. Mto Mwalesi ulikuwa ni hatari sana kwa kweli. Sokelo kuingia Matema amboni ya Kyela, tulikuwa tunavuka hili daraja hili hapa kuja huko. Kwa yani hapa wakati kipindi halijajengwa hili daraja tulikuwa tunatia sana huruma, yani palikuwa pa moto. Hii mvua ikinyesha tulikuwa tuvuki. Ilikuwa ni ngumu sana kuvuka hapa. Lakini sasa hizi walivyotengeneza daraja angalau tunaona ni yani ni vizuri, hata mizigo sasa hizi pikipiki zinapita kwenda huko, hata wanafunzi kipindi cha kifuku wanaingia shuleni. Maana hapo juu pana shule inaitwa Mapinduzi. Umetusaidia pakubwa sana. Kwa ajili ya wanafunzi walikuwa wanateseka hapa, wengine wanapita hata kwenye maji, walikuwa wanateseka sana. Ila nashukuru sana kufuatana na daraja hili walivyotutengenezea. Sana kwa kivuko ambacho kimeshatengenezwa. Awali kilikuwepo kivuko cha Mabanzi. Yaani mvua zikinyesha hivyo vivuko vyote vilikuwa vinasomboa na maji. Awali ya yote ni kweli wanafunzi walikuwa wanapata adha ya usumbufu wa kutokwenda shuleni. Wiki nzima utakuta ni kweli wanafunzi hawaendi shuleni sababu ya maji kujaa na kuvuka walikuwa wanashindwa. Kwa sasa ni ukweli tunamshukuru Mama Samia kwa kututengenezea kivuko. Watu tunapata uhuru wa kwenda ng'ambo na ng'ambo.
Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.